Naam, kutoka ukanda wa Tanganyika, ziwa lenye samaki wengi zaidi duniani, ambapo ukweli hukutana na habari yenye uzito, na sauti za Afrika Mashariki na ya Kati husikika bila woga na hofu yoyote. Hii ni Tanganyika FM. Mimi ni Lukuzi ya Baleze, langu jina niite Dr. ya Mungu Alinoti. Karibu kwenye habari leo, chanzo chako cha habari za uhakika kutoka Afrika Mashariki na ya Kati. Na leo tena Afrika na dunia vinaendelea kushuhudia matukio makubwa yenye athari za kisiasa, kiusalama na kiuchumi. Hebu tuanze kwanza kuangalia vichwa vikuu vya habari leo tarehe mosi Juni 2026. Mapigano makali yaendelea katika maeneo ya Rubaya, Loashi na Burora, huku AFC M23 na Wazalendo wakipigania udhibiti wa maeneo ya Masisi. Wakazi wa Rubaya, Kasenyi na Kinigi waendelea kukimbia, huku shughuli nyingi zikisimama kutokana na vita. Watu 4 akiwemo kasisi mmoja watekwa nyara kwenye barabara ya Kiwanja Kanyabayonga Ruchuru. Beni, watu 7 wauawa katika shambulizi jipya linalohusishwa na ADF katikati ya mji. Jeshi la FARDC laendelea kuimarisha operesheni dhidi ya ADF Ituri na Kivu Kaskazini, huku mashambulizi ya raia yakiongezeka. Mashirika misaada yaonya kuhusu uhaba mkubwa wa dawa na chakula katika maeneo ya Masisi yaliyokumbwa na vita. Hali ya taharuki yaendelea Rubaya na Rumangabo baada ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kuripotiwa tena. Marekani yaendelea kufuatilia kwa karibu vita vya Rubaya kutokana na umuhimu wa madini ya coltan katika teknolojia ya dunia. Chambuzi wa usalama waonye kuwa mashariki mwa DRC inaingia hatua mpya ya vita vya ndege zisizo na rubani na mashambulizi ya mbali. Habari kamili. Mapigano makali yaendelea Rubaya, Loashi na Burora. Mapigano makali yameendelea kuripotiwa leo tarehe mosi Juni 2026 katika maeneo ya Rubaya, Loashi na Burora ndani ya wilaya ya Masisi, Kivu Kaskazini, kati ya wahasi wa AFC M23 dhidi ya makundi ya Wazalendo wanaoungwa mkono na FARDC. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa mwishoni mwa wiki na vyanzo vya ndani, mapigano yameendelea katika maeneo ya Kasenyi, Kinigi, Runigi, Kanyaru, Nyakigano, Nyamyamba na Kasaki karibu na Rubaya, huku kila upande ukijaribu kudhibiti njia muhimu za kuelekea mji huo wa madini. Wakazi wa eneo hilo wanasema milio ya silaha nzito imekuwa ikisikika mchana na usiku, huku baadhi ya vijiji vikibadilisha udhibiti mara kwa mara. Rubaya inaendelea kuwa eneo muhimu sana kwa sababu ni moja vituo vikubwa vya coltan duniani, madini yanayotumika katika simu, kompyuta na vifaa vya kijeshi. Wakazi wa Rubaya waendelea kukimbia. Hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota katika maeneo ya Rubaya na vijiji vya karibu, huku mamia ya familia yakiendelea kuondoka kutokana na mapigano. Taarifa kutoka Masisi zinaonyesha kuwa wananchi wengi wameelekea Mushaki, Sake, Bihambwe na Goma, huku wengine wakikimbilia msituni kwa hofu ya mapigano mapya. Mashirika misaada yanaonya kuwa upatikanaji wa chakula unapungua, dawa zimeanza kuwa adimu, huku baadhi ya vituo vya afya vikishindwa kabisa kufanya kazi kawaida kutokana na vita. Kasisi mmoja na watu 3 watekwa nyara Rushuru. Tukio jipya la usalama limeripotiwa katika eneo la Rushuru, ambapo watu 4 akiwemo kasisi mmoja wa kanisa Katoliki walitekwa nyara kwenye barabara ya Kiwanja Kanyabayonga, kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa tarehe 31 Mei 2026. Watu hao walikamatwa na watu wenye silaha ambao bado hawajatambuliwa rasmi, huku mamlaka zikianza uchunguzi kuhusu tukio hilo. Tukio hilo limeongeza hofu miongoni mwa wasafiri, viongozi wa dini pamoja na wananchi wa Rushuru wanaotumia barabara hiyo mara kwa mara. Watu 7 wauawa Beni katika shambulizi jipya. Katika mji wa Beni, Kivu Kaskazini, 7 wameuawa katika shambulizi jipya linalohusishwa na wapiganaji wa ADF. Kwa mujibu wa taarifa za ndani zilizoripotiwa mwishoni mwa wiki, shambulizi hilo lilitokea usiku, huku washambuliaji wakivamia baadhi ya maeneo ya raia kabla ya kutoweka. Mamlaka za usalama zimeeleza kuwa operesheni za kuwatafuta washambuliaji zinaendelea, huku ulinzi ukiongezwa katika maeneo ya Beni na vijiji vya karibu. ADF imeendelea kuwa moja ya makundi hatari zaidi mashariki mwa DRC, ikihusishwa na mauaji ya raia, utekaji nyara pamoja na mashambulizi dhidi ya vijiji. FARDC yaendelea operesheni dhidi ya ADF. Jeshi la FARDC limeendelea kuimarisha operesheni zake dhidi ya ADF katika maeneo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Mashirika ya kiraia yanaeleza kuwa
Licha ya operesheni hizo, mashambulizi dhidi ya raia bado yanaendelea kuripotiwa katika maeneo ya Mombasa, Babila, Babombi na Walese Karo. Wananchi wengi wanaendelea kuomba kuongezwa kwa vikosi vya usalama pamoja na operesheni za kudumu katika maeneo yanayoshambuliwa mara kwa mara. Uhaba wa dawa na chakula Masisi. Mashirika misaada yameonya kuwa hali ya kibinadamu katika Masisi inaendelea kuwa mbaya zaidi kutokana na mapigano yanayoendelea. Kwa mujibu wa taarifa za eneo, baadhi ya vituo vya afya vina upungufu mkubwa wa dawa, huku bei za bidhaa muhimu zikiongezeka kwa kasi katika masoko ya Rubaya na maeneo jirani. Mashirika hayo yanaonya kuwa iwapo mapigano yataendelea, maelfu ya wananchi wanaweza kukabiliwa na uhaba mkubwa wa huduma za msingi. Taharuki yaendelea baada ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani. Tahadhari na hofu zimeendelea kuripotiwa katika maeneo ya Rubaya na Rumangabo baada ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kuripotiwa tena katika siku za hivi karibuni. Vyanzo vya eneo vinaeleza kuwa mashambulizi hayo yamekuwa yakitokea karibu na maeneo yenye mapigano makali, huku wananchi wengi wakihofia kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia ya kijeshi katika vita hivi. Wachambuzi wa usalama wanaonya kuwa matumizi ya ndege zisizo na rubani yanaifanya vya mashariki mwa DRC kuwa ngumu zaidi, huku raia wakibaki katika hatari kubwa ya kuathirika. Marekani yafuatilia kwa karibu Rubaya. Marekani imeendelea kufuatilia kwa karibu hali ya Rubaya kutokana na umuhimu wa coltan katika soko la dunia. Rubaya ni moja ya maeneo muhimu zaidi duniani kwa uzalishaji wa tantalum, coltan pamoja na madini yanayotumika katika sekta ya teknolojia na viwanda vya kijeshi. Wachambuzi wa kimataifa wanaeleza kuwa yeyote anayeshikilia Rubaya anapata faida kubwa ya kiuchumi na kimkakati katika ukanda wa maziwa makuu. Wataalamu waonya kuhusu hatua mpya vita DRC. Wachambuzi wa usalama wa kimataifa wameonya kuwa vita vya mashariki mwa DRC vinaingia hatua mpya kutokana na matumizi makubwa ya ndege zisizo na rubani, mashambulizi ya mbali pamoja na mifumo ya kisiasa ya ufuatiliaji wa kijeshi. Pamoja na mifumo ya kisasa ya ufuatiliaji wa kijeshi. Kwa mujibu wa wachambuzi hao, hali hiyo inaweza kuongeza madhara kwa wananchi, kuifanya vita kuwa ndefu zaidi pamoja na kuongeza ugumu wa juhudi sasa za kisiasa za kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, mpaka hapo sina la ziada. Habari hubadilika kila siku, lakini ukweli ubaki kuwa muhimu milele. Hii ilikuwa habari leo kupitia TFM, chanzo chako cha habari za uhakika kutoka Afrika Mashariki na ya Kati. Mimi ni Lukuzi ya Balezi, langu jina niite Dr. ya Mungu Alinoti. Asante kwa kuwa nasi, tukutane kwa toleo lijalo.